Kwingineko, wakazi wa kaunti ya Laikipia wamehamasishwa kuchukua hatua ya kujitatulia changamoto za makazi kwa kujenga nyumba zao wenyewe kwa kutumia teknolojia ya malighafi nafuu. Sharon Mkonge anaarifu. Upatikanaji wa makazi umekuwa changamoto kubwa kwa familia nyingi nchini Kenya. Wakazi wengi wa mijini hawamiliki nyumba, hivyo matumizi ya malighafi ya eneo kuhamasishwa. Hii kazi ya kutengeneza mawe au ya kujenga, hiyo iko na faida sana kwa sababu haikuli pesa mingi kama vile inakula pesa ya mawe hii inanunuliwa. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa sababu hii mawe haina kazi mingi. Kazi yao ni mzuri sana na haina kusema ati hii na hii na hii. Baadhi ya teknolojia bunifu ni pamoja na matumizi ya matofali ya udongo yaliyobanwa na yanayounganishwa. Decent housing na watu kupata makazi ni changamoto. Kama Laikipia tuko na 15 wards, na kwa hizo 15 wards bado kuna ile ambayo tunaendelea kufuata tuweze kupata housing. So kama Habitat for Humanity wamejenga kama 200. Sisi kama County Government of Laikipia kuna ile ambayo tunafanya. Shirika la Habitat for Humanity limekuja katika kuendeleza huu mpango likishirikiana na shirika na ngazi zote za serikali, ngazi ya serikali ya taifa na ngazi ya kaunti, ili kuhakikisha kwamba jamii zetu zina makazi ambayo ni bora. Mkurugenzi wa Habitat for Humanity Kenya ametoa wito wa ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau mbalimbali ili kutatua changamoto ya makazi nchini. When you look at transportation costs, it's one of those things that act as a barrier. You can imagine if somebody were to build with machine cut stones, if you're here in Nyanyuki, where would you be getting those stones from? You would have to pay a lot of money, probably more than the price of the commodity that you're purchasing. So when you produce the building blocks on site, definitely you have eliminated the building cost. Sensa ya mwaka wa 2019 ilionyesha kuwa kuna upungufu wa zaidi ya vyumba milioni 10 vya kuishi, huku utafiti wa makazi ukibaini kuwa watu wachache mjini wanamiliki nyumba ikilinganishwa na wengi vijijini. Sharon Mkonge, Runinga Citizen, kaunti ya Laikipia.